الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوة الكرام, kama kawaida katika muhadhara wetu tunazungumzia suratul Fatiha na tulifikia katika aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baada ya kuelezea sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya zilizotangulia na kuelezea vile vile utendakazi wa Allah Azza wa Jalla katika rububia. Vile vile tukafahamisha sifa zake ambazo taaqaba hadhihi at-tasarruf wal mulk ar-Rahman ar-Rahim. Leo tuko katika aya hii ya 4 au aya ya 3 kwa ikhtilaf ya kuwa bismillah ni aya min suratul Fath au laysat aya suratul Fatiha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kujisifu kwa sifa zake za ufalme na kadhalika sifa za huruma, na tulieleza sababu ni kwamba Allah Azza wa Jalla baada ya kutaja yale yote, utukufu wake na ukubwa wake, aliogopea ili mwanadamu asiingiwe na hofu, kuona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa utukufu alionao na ukubwa na ufalme anaweza kufanya kitu chochote na mwanadamu hatakuwa na nafasi tena. Ndio akatanguliza sifa hizi kujieleza Allah Azza wa Jalla kwamba Ar-Rahman Ar-Rahim, pamoja na ukubwa wote alionao Mwenyezi Mungu na utendakazi wake, yeye ana sifa hizi mbili kubwa ambazo kupitia sifa hizi ndio zinaofanya leo sisi tuishi kwa amani na leo tuweze kufanya yale tunayoyataka na mahitaji yetu katika ulimwengu kwa huruma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena ametanguliza huruma hii kwa kuwa hapa duniani kutakuwa na watu ambao kwamba wanakwenda kinyume na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyataka, lakini pamoja na hayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni wenye kuwahurumia. Ar-Rahman, mwenye kuwahurumia wema na wabaya hapa duniani. Ar-Rahim, mwenye huruma ya khaswa kwa waja wake waumini siku ya kiyama. Kisha Maliki Yawmiddin, mfalme wa siku ambayo ni ya mwisho, siku ambayo ni ya hisabu, siku ambayo hakuna ufalme mwingine wowote isipokuwa wake yeye Azza wa Jalla. Limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Siku hiyo, wama adraka ma yawmuddin, na ni kipi ambacho kinakujulisha au ni yapi unayoyajua kuhusu siku hiyo ambayo kwamba ni yawmuddin, yawm al-qiyama, yawm al-hisab, yawm al-jazaa, yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Ni siku mzito ambayo nafsi haiwezi au haina authority ya kumsaidia mtu mwingine kwa kitu chochote isipokuwa kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal amru yawma idhin lillah, yeye Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, yeye ndiye ana utawala wa siku hiyo na nguvu ya kipekee.
hakuna mtu ambaye kwamba ataweza kuzungumza kitu wala kutoa oda ya jambo lolote wala kufanya hata ile shafaa kuenda kutaka kumuombea mtu. Hiyo nafasi pia kwa mitume itakuwa hakuna mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapotoa ruhusa, ndipo manabii na mitume wataweza kusogea na kuenda kufanya shafaa kwa Allah Azza wa Jalla. Kwa hivyo hii ni siku mzito, siku ambayo Muislamu atakiwa aifahamu na kuizingatia juu ya hapo, kujiandaa na siku kama hii. Tukija katika aya ya leo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni nini maana ya aya hii? Hii aya ndugu zangu katika iman utaiona ni fupi katika maandishi na ni wepesi katika kuitamka, lakini ma tahmiluhu min almaani, maana yanayobeba aya hii na uzito ulioko ndani wa aya hii, leo Muislamu ataweza kuifahamu na kuhifadhi katika nafsi yake na kuifanyia kazi, basi huyu amefaulu hapa duniani na kesho akhira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu hapa ndipo pana mzunguko wa wewe Muislamu kumnyenyekea Allah Azza wa Jalla na kutekeleza yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwataka. Hii aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين تفصيل لقوله الحمد لله رب العالمين. Hii aya imekuja kuelezea yale maneno ya nyuma ambayo Mwenyezi Mungu ameanza nayo kusema alhamdulillahi rabbil alamin, kila sifa njema na za ukamilifu ni za Allah Azza wa Jalla, anayestahiki kuabudiwa peke yake, mfalme na bwana wa ulimwengu wote. Asema inakuja kuelezea aya hii, fahadha yadullu ala annahu la ma'budun illa Allah. Aya hii ndani yake inaelezea tauhidi, Muislamu kujua ya kwamba nembo kubwa ya kuumbwa ulimwengu na viliomo ndani na kuumbwa wewe mwanadamu ni tauhidullah azza wa jalla. Laqad arsalna rusulana bil bayinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatumiliza mitume na kuteremsha vitabu na kuweka mizani ya haki ili watu wasimame na tauhid. Lengo lote ni watu wamjue Allah Azza wa Jalla ni nani, wama yastahiquhu min al-ibada wa la yushraka fi uluhiyati, na kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asishirikishwe katika ibada. Ndipo hapa anatuambia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ukisoma hii aya ni ufahamu ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwakufahamisha kwamba hakuna anayepasa kuabudiwa isipokuwa yeye peke yake, wa annahu la yastahiqu an yu'bada ahadun siwahu, na kwamba hata kama kuna mtu utasikia utaona yuabudiwa kwa utawala mdogo alionao, kwa akili yake ambayo kwamba ni kubwa, ambao imewazunguka wale aliowafanya mpaka wakamwabudu yeye, basi ufahamu kwamba huyu hafai kuabudiwa. La yastahiqu ahadun an yu'bada siwa, hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema isharatun iyyaka na'budu isharatun ila ibadatihi bimaqtadathu uluhiyatuhu min almahabbati walkhawfi walraja. Vile vile kuna ishara kwa hili neno iyyaka kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye anastahiki katika ibada, vile vile mapenzi Allah Azza wa Jalla awe ndiye wa kwanza, na khauf kwa mwanadamu awe na muogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
warajau walamru wannahyu, na yeye awe ana matarajio kwa Mwenyezi Mungu, na vile vile awe ni mwenye kuchukua maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kukatazika na yale makatazo yake. Hii aya imekuja kwa mfumo wa balagha na lugha ya hali ya juu. Hili neno iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wana chuoni wa lugha katika kuishambua wakasema hapa kuna fa'ilun na maf'ul. Asa kutangulizwa maf'ul katika hii aya wanasema lilihtimami lialla yataqaddama dhikru al-'abdi wal-'ibadati 'ala al-ma'bud. Iyyaka na'budu ilikuwa kilugha kwa ufanisi wa kawaida ije ni kwamba na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Hii ni lugha, lakini imetubika zaidi ya balagha ndani yake, ili kusitanguliwe kutajwa yule mja na ibada kuliko anayeabudiwa. Manake mwanzo ametangulizwa anayeabudiwa, kisha baadaye zikatangulizwa ibada na yule mtu anayemwabudu. Vile vile katika nasta'in wanasema li alla yataqaddama dhikru al-isti'anati wal musta'inu 'ala al-musta'ani bi, kusema kwamba tukuabudu peke yako na peke yako tutaka msaada, kusitanguliwe kutajwa mwenye kuomba msaada na msaada wenyewe juu ya yule anayetoa msaada. Hili kidogo linakuwa lina wepesi, lakini kutangulizwa yule ambaye kwamba ndiye mwenye kutoa msaada, kisha tangulizwe wenye kuomba, itangulizwa na misaada yenyewe. Hapa ni kuonesha kwamba hapa kuna uzito wa kimaneno na mtu kufahamu kwamba mambo haya hayatafutwi, hayafanywi isipokuwa kwa huyu ambaye kwamba ametangulizwa kutajwa. Ndipo wakasema kule kutangulizwa hiyo iyyaka wanasema ni ifadat alhasr walikhtisas, yani kuonesha mtu kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msaada na kumfanyia Mwenyezi Mungu ibada ni jambo ambalo halimuhusu mtu mwingine yeyote isipokuwa Allah Azza wa Jalla. Inamhusu Allah Azza wa Jalla katika ibada na katika kutaka msaada, na wanasema kwamba hadha tahqiqun limaana ash-shahada au kalimatu ash-shahada la ilaha illa Allah. Hii ni kuhakikisha maana halisi ya neno la tauhidi ambalo ni la ilaha illa Allah, kwa kuwekwa maneno haya katika hii aya ambao iko ndani ya suratu al-Fatiha. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi atuambia fahuwa fi quwwati la na'budu illa iyyaka wala nasta'inu bihi مع أن في ضمير إياك من الإشارة إلى نفس الذات والحقيقة ما ليس في الضمير المتصر. أسمع kwamba haya maneno yako katika nguvu ya kwamba la na'budu illa iyyaka, kule kukariri hili neno iyyaka mara ya kwanza ilikuwa inawezekana kusema iyyaka na'budu wa nasta'in, imekwisha na ni sawa, lakini kule kukariri wanasema kwamba iyyaka bimaana tumekukusudia wewe peke yako katika ibada na tumekukusudia wewe peke yako katika kuomba msaada. Hii aya wanachuoni wametunga kitabu kizima juu ya hii aya moja, wakielezea manazil al-khalq. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi aelezea daraja na martaba za watu katika aya hii ambayo imebeba uhalisia wa ibada wa Muislamu ambao atakiwa mtakasie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakatuambia kwamba watu wako katika vigawanyo vinne juu ya maneno haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale ambao kwamba wanaomwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, peke yako tunakuabudu
na peke yako ndio tunataka msaada. Wanasema kwamba watu katika aya hii wako sampuli 4. Alqismu alawwal madariju salikina fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. القسم الأول المؤمنون المتقون. Watu kwenye grupu ya kwanza ambayo wameibeba aya hii katika nyoyo zao, katika nafsi zao, ni wale waumini wacha Mungu ambao jama'u baina al-amrayn fahum ya'buduna Allah wa yasta'inuna bihi. Wamekusanya baina ya mambo mawili yote yaliyotajwa katika aya hii. Wao wanamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hili la ibada wamelihakikisha, na wanamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile msaada. Wa haula'i qamat jawarihuhum bil asbabi wa'tamada qulubuhum ala musabbib al asbab. Hawa imani yao walisimama kwenye viungo vyao kufanya ile sababu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inawataka wao wafanye, lakini nyoyo zao katika kuomba msaada wao wanamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa ibadatullahi ghayatu muradihim, kwanza wakaweka ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mbele ya kila kitu. Maana kuna watu wanafanya ibada kama kutekeleza wajibu, lakini sio kwamba ndio hamu yao, au wanafahamu kwamba ndio lengo lao. Wao hapa duniani wanatakiwa wafanye ibada, lakini wamegeuza kwamba wao hapa duniani wamekuja kutafuta maisha, kuishi, kujenga, kufanya biashara, kula, kunywa, kulala. Hili ndio liko mbele, hayo mengine yako nyuma. Na hivi ni kinyume. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun. Lakini wao wanadamu wameligeuza hili. Sasa anatuambia Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi kwamba watu hawa kwenye kundi la daraja hii ya wanaomwabudu Mwenyezi Mungu na kumtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msaada peke yake, hawa ibada ndio lengo lao na ndio jambo ambalo wameliweka mbele. Wa talabuhum minhu an yu'inahum 'alayha, na wao katika hiyo ibada vile vile wanamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape nguvu na msaada waweze kuifanya. Wa yuwaffiquhum lilqiyam biha, na hili wanamuomba Mwenyezi Mungu vile vile tawfiki wasimame nalo. Walihadha kana min afdali ma yus'alu ar-rabb tabaraka wa ta'ala al-i'anatu ala mardati. Ndio kaona kwamba jambo kubwa ambalo mtu atakiwa muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msaada juu yake ni hili jambo la ibada. Na ukifanya hivyo, hasa wewe utakuwa umetambua kikweli kwamba mimi natakiwa hapa niwe ni mja wa kufanya ibada, niwe ni mja wa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibada ndio lengo langu. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alimwambia Muadh, inni la uhibbuka fala tansa an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Mtume alimwambia Muadh, mimi nakupenda ya Muadh, usisahau kusema maneno haya mwisho wa kila swala au baada ya kila swala: ewe Mola, naomba unisaidie, unipe nguvu juu ya kukutaja wewe na kukushukuru na kuifanya ibada yangu vizuri. Kwa sababu gani? Lengo la ibada na Muislamu kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala latakiwa liwe mwanzo. Ukifaulu hapa, basi kwingine utakuwa umefaulu, kwa sababu hili ndilo lengo lililoletewa hapa duniani. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mengine amekudhaminia wewe, utakiwa utekeleze hili la ibada. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب. Dua bora ambayo mtu ataiomba ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msaada juu ya ibada ambayo atakiwa yeye asimame nayo.
Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akasema, ta'ammaltu anfa'a ad-du'a, nimezingatia dua ambayo kwamba ina manufaa zaidi, nikakuta kwamba huwa sualul auni ala mardatihi, ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msaada juu ya kufikia ridhaa zake, radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na radhi za Mwenyezi Mungu utazipata wapi? Pale utakaposimama katika ibada na kumwabudu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Asema Sheikhul Islam, thumma ra'aytuhu fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hizo radhi ambazo ninazozifikiria, ambao kwamba nimeona ndio jambo muhimu mtu kuliomba na ni dua yenye manufaa zaidi, nikaikuta kwamba iko katika hii aya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kwa hivyo Muislamu atakiwa awe katika kundi hili la kwanza, juu ya kusimama na ibada na kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hapa ndipo ambapo kuna manufaa kwake yeye, na ndipo ambapo atapata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukishapata radhi za Mwenyezi Mungu, basi mengine yote wewe kwako yatakuwa rahisi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, hapo Mwenyezi Mungu ndipo atakapokufungulia. Shida ni kwamba leo wanadamu wengi au waislamu wengi humuomba Mwenyezi Mungu ili awape. Yani katika ibada sisi pengine tujikurubisha, ukiambiwa kwamba ukiswali swala fulani wewe utafungukiwa, ukileta istighfari biashara zako zitafunguka, sijui qiyamul layli upongeza riziki. Hizo pengine ndio itakuwa hamu, kitu cha kukutia hamu wewe katika ibada, kufanya ibada. Lakini waambiwa, asema mmoja katika wanachuoni wa tafsiri wa zama zetu, asema muabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka aridhike, wala usimwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili akupe. Isiwe hamu yako katika ibada ni kwamba Mwenyezi Mungu akufungulie katika maisha, la. Wewe iwe hamu yako katika ibada, u'budu rabbaka hatta yarda, kwa sababu Mwenyezi Mungu akishakuridhia yeye, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sasa yeye mwenyewe ndiye atakakufungulia, yeye ndiye atakupa mpaka na wewe uridhike. Lakini kwanza wewe tekeleza lile lake la kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh al-Allama Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala asema, wa a'la al-maratib, katika zile daraja za juu ambayo ndio daraja za hawa manazilul muttaqin au al-mu'minin, ni an tajtami'a baina al-ibadati wal-isti'ana, ikusanyike baina ya ibada mtu na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada na katika mambo mengine. Asema walinandhura fi halina al'an, na tuangalie hali zetu sasa hivi zilivyo. Daiman nughallibu janib al-ibada, fatajidu al-insan yatawadda wa laysa fi nafsihi shu'urun an yasta'ina ala wudhu'ihi, wa yusalli wa laysa fi nafsihi shu'urun an yasta'ina Allah ala salati, wa annahu illam yu'inhu ma salla. فإذا صليت مثلا وشعرت أنك تصلي لكن بمعونة الله وأنه لولا معونة الله ما صليت. أنا tuambia kwamba tuangalie hali zetu leo katika ibada. Mtu anapofanya ibada, mfano wa kutawadha, utaona mtu amesimama yatawadhi, lakini hamuombi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msaada juu ya ile ibada ambayo kwamba ataka kufanya. Kama ni kuswali, utaona kwamba yatawadhi lakini hana hisia, yuingie katika swala, yuaswali yani hahisi kwamba lile jambo lau ni yeye mwenyewe binafsi hangeweza kulifanya, mpaka upate isti'ana kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye akupe nguvu, na ndipo mwanadamu anatakiwa saa zote katika ibada vile vile umshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na umuombe Mwenyezi Mungu akuwezeshe ile ibada yoyote ambayo kwamba utaifanya, iwe ni ya faradhi, iwe ni ya sunna, iwe ni swala, iwe ni sadaqa. Thubutu katika hii dua, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, kwa sababu atuambia
الشيخ بن صالح العثيمين محمد بن صالح العثيمين لولا معونة الله ما صليت وأنك مفتقر إلى الله أن يعينك حتى تصلي وتتم الصلاة. Nasema lau si nguvu za Mwenyezi Mungu, si msaada wa Mwenyezi Mungu, wewe hungeweza kuswali. Na hili tuliona wengi. Kuna watu ambao kwamba ni Waislamu, hata swala ya faradhi wanashindwa kuja kuswali. Hata swala ya faradhi wanashindwa kuja kuitekeleza. Na pengine katika nafsi zao wataka. Utaona mtu akimwambia twende tukasali, tukamwambia sawa inshallah naja, lakini ndio haja amebakia pale pale. Kwa nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wewe amekuwezesha, amekufanyia wepesi, amekufanyia isti'ana. Yule bado Mwenyezi Mungu hajampa ile nguvu ya yeye kuja kutekeleza ile ibada. Mshukuru Mwenyezi Mungu juu ya hilo. Usione kwamba labda wewe una imani sana, una ucha Mungu sana, ndio maana waweza hata kutekeleza ibada kwako ni jambo la kawaida. Hili halitakiwi kukaa katika akili ya mwanadamu. Alqismu thani, watu wa kundi la pili katika jambo hili la ibada ni isti'ana. Wanatuambia wanachuoni, man la ibadata wala isti'anata lahum, ni watu ambao kwamba wao hawana ibada wala hawana isti'ana. Wanasema humul mulhiduna min almadiyina walaqlaniyina, ni wale watu ambao kwamba wana ilhad, wana aqida ya ilhad, wanapinga uwepo hata wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wao wanajifanya wana akili sana, kila kitu wanakipeleka katika natural. Fahamu zao na hamu zao, akili zao ni katika maisha, mambo ya dunia. Wao kutafuta, kuwekeza, biashara, lakini jambo la ibada, jambo la Mungu katika akili zao hakuna. Anatuambia kwamba haulai waqa'u fi shirki liannahum athbatu mujidan ma'a Allah mustaqillan bidharri wan naf'. Hawa wameingia katika shirki. Kundi hili wameingia katika shirki kwa sababu ikiwa wanampinga Mwenyezi Mungu, lazima kuna mtu ambao kwamba wao wamemtegemezea uwepo wake yeye juu ya huu ulimwengu na kila kiliomo ndani yake. Sawa, hata kama ni hizo natural wanavyosema wao, wanaitakidi kwamba vitu vinakuja kikawaida, kinakuja kinatoka, jua linaingia linazama, hali inabadilika, hakuna anayepeleka, ni kawaida tu. Sasa hii kawaida ndio shirki kubwa ambayo kwamba hawa wameingia ndani yake. Ndio shirki ambayo wameingia ndani yake, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amethibitisha kwa dalili za kiulimwengu na kiakili kwamba kila kiliopo kuna mtu aliyokileta. Ndio moja katika wanachuoni wa Yemen, Muhammad az-Zindan rahimahullah, amekufa, ana kitabu chake kinaitwa Tauhid al-Khaliq. Asema yule anayepinga uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao kwamba ni hawa mulhidin, na wanakubali kwamba hivi vitu vinakwenda tu natural na kawaida. Jua linatoka, mwanadamu anazaliwa na kufa, wengine wakakwenda huko mpaka wakampeleka mwanadamu kwamba sijui alikuwa ni mnyama. Ikiwa wao asema kwamba ikiwa vitu vya kawaida akili zao haziwezi kukubali kwamba vimetokea na vimepatikana kwa natural au vimeumbwa na vitu fulani, kwa nini ulimwengu huu mkubwa na viliomo ndani yake? Akatoa mfano, lau utamwambia hawa katika hawa watu wanaopinga ulimwengu, wanaopinga uwepo wa Mwenyezi Mungu, wanaona kwamba vitu natural, umwambie tu kwamba umeona hili gorofa hapa, mfano tu, ili gorofa ili tumeamka asubuhi tukaliona limesimama tu, yani usiku mmoja tu, wewe umelala asubuhi ukiamka gorofa zima lishafanywa kila kitu, finishing, mataa, nini, wiring zote. Naturally hawezi kukubali. Atakwambia sasa hata kama tuna wazimu sio kisampuli. Sasa kwa nini usikubali hili jambo ambalo lafanywa na mwanadamu? Ushafahamu? Ukawaona kwamba hili haliwezekani, kisha ukataka ulimwengu mzima, mbingu na ardhi na viliomo ndani na wanyama na wanadamu viwe vimetoka tu hivi. Anasema hili
wao hawawezi kulikubali na hawawezi kulifikiria, ni akili zao kuwa ni mbovu. Na vile vile akasema lau utawaambia kwamba umeona lile gari fulani, lile ni la mnyama fulani, ni la mbuzi, yule mbuzi yule gari ni lake, hawakubali, kwa sababu wanajua uwezo, haiwezekani kabisa ulimwengu wa wanyama na kutengeza vitu kama hivi. Sasa ikiwa hivyo wewe waona kwamba ile haiwezekani, kwa nini ulimwengu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoumba useme kwamba ni kitu kimetokea, kusiwekwe na mtu aliyokitengeza? Kila ambao kwamba kipo kuna mtu ambao kwamba amekileta. Kwa hivyo kundi la hawa watu katika manzila na daraja ya hii ni kwamba wameingia katika shirki, wakapinga uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakaingia katika shirki. Kama anna al-asbaba, wanasema kwamba hadha batil mukhalif lilkitabi wa sunnati wal ijma', kama anna al-asbaba qad tatakhallafu an musabbibatiha biidhnillah kama yashhadu dhalika al-hiss. Nasema hii ni batil, haiwezekani kiakili na kidalili, kwa sababu kila kiliopo kuna sababu ya kuwepo, kila kiliopo kuna sababu ya kiwepo, na hili linashuhudiwa na al-hiss. Al-hiss ni zile dalili za kiakili, macho, harufu unazosikia. Ukiambiwa kwamba hapa kuna AC, kuna upepo wa baridi, ukimwambia mtu nionyeshe uko wapi, msiuone. Sasa kwa nini wewe utakubali kwamba hapa kuna AC imewashwa na kuna baridi, lakini kwambia nionyeshe, siwezi kuonesha? Lakini ikikwambia kwamba yuko Mungu, kwambia Mungu hayuko, nionyeshe kama yuko. Wewe kwa nini ukubali uwepo wa ubaridi na upepo kwamba upo, na yani kwamba waonekana wakubali kwamba huwezi kuonekana, lakini uwepo wa Mwenyezi Mungu, hapo ndo akili yako haitaki kukubali. Yani ni kuonesha kwamba akili yako ni mbovu. Wanasema kwamba haulai insta'ana billahi wasala fa'ala hududhihi wa shahawatihi wa ala mardati rabbih wa huquqihi. Hawa wanakwenda tu kimatamanio yao na nafsi zao zinavyowatuma, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yas'aluhu man fi samawati wal ardi yas'aluhu awliya'uhu wa a'da'uhu wa yamuddu haula'i wa haula'i wa abghadhu khalqihi aduwwuhu iblis. Na katika watu wa aina hii ambao wanaomkataa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na walioasi maamrisho ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, na ambao kwamba ni maadui kwa wanadamu, ni sheitan ndiye anayewaongoza katika kundi hili, kwa sababu yeye atafuta kundi ambalo atakwenda nalo motoni. Inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir. Hili ni kundi la pili. Alafu kuna kundi la tatu, man lahum naw'u ibadatin bila isti'ana. Kuna watu ambao kwamba wanao sampuli ya ibada, lakini katika ibada yao hawamtegemei Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna upungufu, naqisun minhum at-tawakkul wal isti'ana. Kuna upungufu wa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutaka msaada kwake. Haulai wako katika khudhlan na dhuf, wako katika unyonge. Wao wanaamini sababu sana, wanaamini zile sababu, wanawategemea watu hawa katika maisha yao. Katika jambo la isti'ana liko dhaif sana. Kuna ambao kwamba wamekataa ta'thiru al-asbab bilkulliya. Kuna wengine wamekataa zile asbab, kwamba zile asbab zafanya kazi, kama mfano wa kundi la qadariya. Hawa ni watu wao wanaamini tu qadar, lile ambao kwamba limepangwa, wao hawatukui sababu kabisa, wako tu wanaishi. Mtu anaona kwamba yeye Mwenyezi Mungu ashapanga, basi itakwenda hivyo hivyo alivyopanga, yeye hana haja ya kufanya lolote. Hawa ni katika kundi ambalo wako katika daraja hii na manzila hii, na wanachuoni wakasema kwamba hawa indahum qadahun fil aql, hawa wana upungufu katika akili. Kwa nini wewe ukatae kuamini sababu? Ukatae kuamini sababu. Kila kitu kina sababu yake. Wapanga kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuandikia jambo, basi litakuwa.
Wengine wao wanakwenda kujirusha katika milima, nasema mimi kama nitaumia basi ishaandikwa. Naweza kama Mwenyezi Mungu hakuandika mimi kuumia basi siumii. Hiyo ni akili gani? Huu ni wandawazimu kabisa, kwa sababu tu wao imani yao wanaamini katika qadar na wanakataa zile sababu. Watu hawa wana upungufu katika jambo hili la isti'ana na kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kuna ambao kwamba wamezipuuzia kabisa zile asbab, wamezipuuzia zile asbab, na hii ni hali ya wengi katika wale ambao kwamba wako katika itikadi za kisufi. Yarauna anna tahqiq at-tawakkul illa fi tark al-asbab bil-kulliyah. Wao wanaona basi wakae wafanya ibada tu, wakae wamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waachane na kila sababu ya kutafuta na kila sababu ya kupata katika huu ulimwengu na kuishi. Wao kwamba wanaona ile ibada ndio kila kitu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaruzuku kupitia hiko, watapata kila kitu kupitia hapo. Wakaacha zile sababu za kikawaida mtu kutafuta maisha katika dunia. Kadhalika kundi la mwisho tukimalizia ni kwamba ni watu ambao kwamba wako bila isti'anatin wala ibadatin. Hawana chochote. Kuna kundi la kwanza ambao kwamba wako na ibada na isti'ana. Kuna kundi la pili wanapinga. Kuna kundi la tatu wana ibada hawana isti'ana. Kuna kundi la nne ambao kwamba wao hawana isti'ana wala ibada. Hawa ni watu wa kuabudu ad-dirham wad-dinar wasta'anu bihi ala ad-dunya. Wao maisha yao yote yako katika kuabudu pesa na kuabudu dinar na dirham. Yani wanamalizia katika shahawat, wanamalizia katika shahawat. Na ajabu kwamba makundi haya yote yako katika Uislamu leo. Utapata mtu ni Muislamu lakini mbio zake zote za kimaisha. Hata kuswali haswali, au pengine aje aswali Ijumaa kwa wiki mara moja, Ijumaa peke yake, au pengine hii Ramadhani ndio utampata kwamba yeye anaonesha Uislamu, lakini baada ya hapo humpati tena. Hawa ni watu katika wanadamu ambao kwamba wao hamu yao ni maisha, kula, kunywa, kulala, basi hii ndio lengo lao katika maisha haya. Sasa hawa watu kwenye makundi haya manne waliogawanyika, bora au kundi ambao kwamba ni afadhali zaidi ni kundi la kwanza na kundi la tatu. Wale ambao kwamba wana ibada na isti'ana na wale ambao kwamba wana ibada hawana isti'ana, kidogo wanaweza wale wakajiunga. La kwanza zaidi ni bora, na hili ndilo kundi ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka waja wake wasimame nao katika jambo hili. Tukimalizia katika aya hii ni kwamba hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja ibada. Ni nini ibada? Lazima Muislamu afahamu ibada ni kwamba ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ni jina ambalo limekusanya kila ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaulipenda na kuliridhia. Na Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi asema ibada hii lazima isimame katika nguzo 4. Isimame ibada hii ambayo kwamba Muislamu atakiwa mtakasia Mwenyezi Mungu, isimame katika nguzo 4. Ya kwanza at-tahaqquq bima yuhibbu Allah wa rasuluhu. Iwe itahakikisha katika ile ambayo kwamba yalipenda Mwenyezi Mungu na mtume wake min qawli lisan. Qawli lisan, maneno ya ulimi na maneno ya moyo, na amalul qalbi wal jawarih, na amali ya moyo na viungo. Labda tufafanue. Qawlul qalbi, maneno ya moyo ni yapi? Huwa i'tiqadu ma akhbarahu Allah azza wa jalla an nafsihi wa an asma'i wa sifatihi. Maneno ya moyo ni kule mtu kuitakidi yale yote aliyozungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu nafsi yake, kuhusu sifa zake, uamini juu ya hayo, juu ya sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni moja wapo katika ibada kubwa, na ndio ibada ambayo Muislamu kwake atakiwa
iweko kiwango kikubwa cha kwanza uwe na imani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kile aliyoelezea kuhusu yeye na sifa zake. Alafu ya pili ni qaulul lisani, maneno ya ulimi, ni al-ikhbaru an dhalika wa da'watu ilayhi. Baada ya kuamini hivyo, uwe utakuwa ni mwenye kuyaelezea kwa watu, umuelezee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu wamjue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wadhabu anhu, na kumtakasa na kila sifa ambayo haifanani na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, wa tabyini butlani albid'i almukhalifati lahu, na kubainisha yale yanayozushwa kuhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sifa ambazo hazifungamani na yeye Azza wa Jalla, uwe ni mwenye kuyakanya na kumtakasa Mwenyezi Mungu juu ya halo. Alafu nguzo ya 4, amalul qalbi, matendo ya moyo. Moyo pia yana matendo. Matendo yenyewe ni yapi? Ni almahabbatu lillahi Azza wa Jalla, kule kumpenda Mwenyezi Mungu tayari ni matendo, moyo wako umefanya matendo. Watawakkulu alayhi, na kumtegemea yeye, walinabati walkhawfi minhu warraja wa ikhlasu ad-din lahu, kule kumtarajia Mwenyezi Mungu, kwamba umeweka katika moyo wako matarajio yako yako kwa Mwenyezi Mungu, na kumtakasia ibada na kumtarajia yeye, na kusubiri juu ya maamrisho yake na makatazo yake na yale aliyoyakadiria na kuridhia. Haya yote yanaingia katika amal, katika matendo ya moyo ambayo Muislamu lazima awe nayo. Hii ni moja au miongoni mwa zile nguzo za ibada ambazo Muislamu atakiwa asimame nazo. Kadhalika a'malul jawarih, mwisho ndiyo matendo ya viungo, kwa sababu haya yote yaliyotangulia kama hakuna ndani ya moyo wako, basi hata viungo wenyewe kuvifanyia kazi itakuwa ni uzito. Wewe humuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sifa zake za Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Ukipata shida kidogo tayari wewe umekwenda kubabaika kwa watu, umekwenda kubabaika kwa waganga. Hakuna imani ya tawakkul katika nafsi yako, amalul qalb. Hakuna matarajio kwa Mwenyezi Mungu. Jambo dogo ushababaika, waona kwamba ndio khalas. Huna matarajio kabisa kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kunitatulia, anaweza kunitoa katika hii shida. Huna subra. Huwezi kusimama katika maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulioambiwa ufanye, hulifanye. Ulilokatazwa wewe unalifanya. Haya ikiwa katika moyo wako hakuna, basi viungo wenyewe vitakuwa ni uzito. Hii ndiyo nguzo ya mwisho, amalul jawarih, kusimama katika swala na jihad na sadaqat na kila jambo ambalo kwamba lahitajika wewe kutangulia kulifanya. Hapa utakuwa umekamilisha nguzo 4 za ibada ambazo watakiwa mtakasie nazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hili neno iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na haya yanaingia mpaka katika mambo ya mubaha. Haya yanaingia mpaka katika mambo ya mubaha, maana ibada katika yale mambo ambayo kwamba asili yake na ibada, lakini kuna mambo mengine ambayo kwamba asili yake ni mubah, lakini iwapo utaifanya kwa nia nzuri yanageuka pia yakawa ni ibada. Ndipo Auf, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuona kwamba amevaa nguo, huyu mmoja katika maswahaba amevaa nguo ambayo kwamba imechanika si mzuri, akamuuliza, je, una nafasi wewe? Una pesa? Mbona umevaa nguo hizi? Akamwambia, ninayo mali katika alionipa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi akamwambia, fa idha ataka Allahu malan falyura atharu ni'mati Allahi alayka wa karamati, basi zionekane athari za neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika yale aliyokupatia. Kwa maana kuvaa kwako vizuri kwa kudhihirisha neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia inaingia katika ibada. Na ndio akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, inna Allaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi, hakika Mwenyezi Mungu yuwapenda kuona athari ya neema zake kwa mja wake. Haya yote yatamkusanya mwanadamu katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hili jambo Mwenyezi Mungu yuwalipenda na yuwaliridhia, kwamba amekupa mali, amekupa neema, na wewe wazitumikia vizuri, angalau hujinyime nafsi yako, si bakhili. Kadhalika kama katika zile ibada nyingine na mambo ya kawaida, Muislamu anatakiwa awe na nia mzuri na akusudie
ibada na kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama vile mwenye kulala akikusudia usingizi ule wake apumzike ili amke usiku vizuri apate kuswali, ule usingizi wake itakuwa ni taa na atapata thawabu na ujra juu ya lile. Kinyume na mwingine kwamba labda amelala tu yeye mwenyewe ataka kupumzika, khalas, hana nia nyingine yote baada ya hapo ya ibada, atalala ni kawaida wala hapati madhambi. Lakini yule ambaye kwamba ameongeza juu ya kupumzika, ameongeza kwamba nataka nipate nguvu, nikiamka niwe niko fresh, ni swali alfajiri, nikiamka niamke ni swali qiyamul layl, au nataka nilale nipumzike nipeze kuamka mapema nile daku ni katika ibada hii juu yake atapata thawabu na ataandikiwa ujra, kwa sababu amefanya jambo ambalo nia yake ni nzuri na ni njema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwaridhia juu ya hapo. Tukimalizia na sharti mbili katika ibada ambazo lazima zipatikane Muislamu azijue, ni al-ikhlas lillahi ta'ala. Uwe na ikhlas katika ibada yako. Na sharti ya pili, mutaba'atu shar'i llahi, kufuata sharia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, sharia ya Mwenyezi Mungu aliyopewa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibada lazima iwe itakwenda sambamba na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huwezi tu wewe kwa hamasa yako na kwa unania mzuri wataka kufanya ibada, una hamu sana, basi ukacreate tu ukaweka ukaona wacha mimi nifanye niongeze niweke swala kama swala zangu, na swala zangu mwenyewe naziswali zinatoka wapi, zimefundishwa na nani, ziko katika orodha ya swala alizofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, iko katika qiyamul layl, iko katika dhuha, iko katika witri, iko katika swala ya tarawih. Ikiwa hamna katika zile sunna zilizowekwa, basi wewe hii swala yako iangalie mahali pa kuipeleka, kwa sababu usije ukafanya ibada ambayo kwamba iko kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibada hii haitakuwa na mashiko wala haitokubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, mwenye kuzua katika jambo letu hili, yani sharia yetu na dini ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema fahuwa raddun, hili atarudishiwa mwenyewe. Masharti mawili haya, kwamba kwanza kupatikana ikhlas, wafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kisha ibada ile iwe ipo katika Uislamu, katika sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ndiyo ambao kwamba tupata kujifunza juu ya aya hii na maneno haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mazito, ambayo Muislamu atakiwa azingatie pindi anapoisoma hii sura iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Afahamu kwamba yeye anatakiwa asimame katika kufanya ibada na kutaka msaada juu ya ibada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kisha ibada ile iwe na ikhlasi, ibada ile iwe imetimia masharti yake, ibada ile kuwa kuna nia mzuri ndani yake. Hapa ndipo hii ibada itakuwa ni ibada kisawasawa, ambapo kwamba amemkhusisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio wanachuoni wanasema kwamba mtu ambaye kwamba yusimama katika swala akisema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kisha akitoka hapo anakwenda kwa mizimu, anakwenda kwa washirikina, anakwenda kwa waganga, kitoka hapo au ana mahirizi, ana vitu kibao ambao kwamba yuitakidi kinyume, basi huyu hii aya yuasoma kama kuimba, bado hajaifahamu maana yake na hajaipa haki yake. Kwa sababu huwezi kumwambia Mwenyezi Mungu na kuabudu peke yako na kutaka msaada peke yako, kisha ukitoka hapo wewe kuna watu wako moyoni mwako, kuna mizimu kwamba wewe ndio waiamini, waenda kuipelekea sadaka zako za shirki, wa kutengezea mambo yako. Kuna mambo kwamba waenda kuyafanya ambao kwamba hayo yote yanaingia katika orodha ya ibada ya tawakkul waraja wal ikhlas ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe umekora kuwapelekea watu wengine, kisha waje kumwambia Mwenyezi Mungu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni kama kwamba wajiteza shere nafsi yako, ni kama kwamba wajidanganya nafsi yako. Mwenyezi Mungu atujalie kwa haya
من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.